Hii ni Kakwale TV. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana waliopo mbele yako ambao wanahitimu mafunzo yao leo tarehe 24 Septemba 2025 walianza mafunzo haya tarehe 18 Juni 2025 wakiwa jumla ya vijana 803, wavulana 645 na wasichana 158. Vijana wanaomaliza mafunzo leo idadi yao ni 801, ambapo ni wavulana 643 na wasichana 158. Ni vijana wawili ambao hawakuweza kumaliza mafunzo yao kwa sababu mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hao wote wamefikia viwango vya mafunzo vilivyowekwa na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa, hivyo kuwafanya waweze kuwa vijana kamili ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa na taifa kwa ujumla. Hii imedhihirisha kuwa vijana wamepata mafunzo yenye viwango vinavyokubalika na Jeshi la Kujenga Taifa. Wanakikosi wametekeleza kikamilifu majukumu matatu ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni malezi ya vijana, uzalishaji mali na ulinzi wa taifa letu. Mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezwaji wa mawazo ya muasisi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uanzishwaji wa jeshi hili. Baba wa taifa aliwahi kusema, na nukuu, maana Jeshi la Kujenga Taifa ni taifa kudai huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia taifa kwa kazi yoyote inayohitajika, mwisho kunukuu. Hivyo kwa kutumia mafunzo waliyopata, vijana wanatakiwa kutekeleza wazo hilo kwa vitendo. Mheshimiwa rasmi, wanaohitimu leo, mafunzo haya mliopata ni vyema mkatumia vizuri kabisa, kwa sababu tunaandaa jeshi la akiba, na nyinyi sema jeshi la akiba. Na ukishakuwa askari au umepitia mafunzo ya askari kama wewe hapo, utakiwi kudanganyika. Umeelewa eh? Askari adanganyiki wala ashawishiki. Na kama jeshi la akiba, kama msikubali mtu yoyote kuwaingiza kwenye uhalifu wa yoyote, kazi yenu iwe ni kulinda uhuru wa taifa na misingi yake. Kulinda nini? Na misingi yake. Umeelewa vizuri? Ndio wajibu wenu. Msidanganyiki kwa sababu askari hadanganyiki. Msishawishike kwa sababu askari hashawishiki. Vijana mnaohitimu leo, pamoja na hadhira hii, napenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Kutokana na ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi, mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu katika mazingira yetu. Aidha, baadhi ya vijana wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Nitumie fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwezesha ufanyikaji wa mafunzo haya ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa vijana wetu na taifa kwa ujumla. Serikali inaendelea kuboresha makambi ya JKT ili kujenga uwezo wa kuwachukua wahitimu wote wanaomaliza kidato cha 6.